kuna watu humu wanatumia matumizi mabaya katika nyota hizi, bali wengine wakajitangaza kwenye magazeti, kwenye vyombo vya habari kwamba wao ni wataalamu wa nyota, wakikusudia katika hilo. Na nyewe mwaona humu magazeti mengi yaandikwa hivi. Yani kuna watu maarufu wanajulikana kwa kazi hii. Wengine wakawa wanatumia nyota kwa kudai kwamba kuna ilmu ya ghaibu wanaijua kupitia nyota. Yani yeye ana itikadi kwamba hiyo nyota ndio itikadi iko kwa watu. Tena kuna watu waliwa pesa zao. Allah ameumba nyota kwa kazi tatu, lakini kuna watu wanaliwa pesa wanaenda kuangalia nyota. Kuna watu wanaenda kuangalia nyota. Kaangalia nyota yako bwana. Watu wanaenda kuangalia nyota. Afu watu wa pesa, mjinga wewe. Waliwa pesa yako imeenda kwenye hamna. Haya mambo yapo, watu wakajitangaza kwenye TV, kwenye maredio, vyombo vya habari, kwenye magazeti, wataalamu wa nyota. Sasa hawa wenye kufanya kazi hii wafanya kufuru, kwa sababu wengi wao wanajidaia ilmu ya ghaib kwa kupitia nyota. Sasa hayo sio matumizi sahihi ya nyota. Itakuwa wewe mwenye kufanya haya kujifanya wapiga ramli huko kupitia nyota, sijui waangalia nyota, sijui unajifanya wajua elimu ya ghaibu kupitia nyota, mwenye kuyafanya haya basi atakuwa amekosea, bali wa adaa nasibahu, na amepoteza sehemu yake katika dini, kwa maana kufuru anafanya. Hizi nyota hazijulishi haya wanayodai wanadamu leo. Haya mambo ya kuangalia nyota, kuna watu humu hawaoani mpaka wakaangalia nyota, au sio? Wako kuna watu wako hivi, hawaoani mpaka wakachungulia wakaangalia nyota huko. Vile vile kuna watu hawafanyi khairi yoyote mpaka kwenye nyota huko. Hawasafiri, hafanyi biashara mpaka akachungulia nyota. Hafanyi kazi yoyote mpaka. Sasa wewe una kazi kubwa sana. Wa ala kulli hal falwajibu ala almuslim, wajibu kwa muislamu an yahdhara min hadhihi almushkila, kujitahadhari sana kutokana na mushkila huu. Nayo ni mambo haya nyota haya, atanjimu. Muislamu atahadhari nayo haya mambo ya kuendea munajimun, wenye kuangalia nyota. Muislamu jambo la wajibu kutahadhari na mambo haya, allati la yazalu sharruha mawjudan fi nnas. Na ni haya ni maneno ya hakika. Shari ya hawa jamaa munajimun iko, na kuna watu wanaamini mambo haya. Basi leo sio kwenye magazeti, mpaka kwenye simu hizi pia kuna mambo hayo. Mtu amekaa hivi na simu lake, yuko huko. Wapi unaenda? Unajifunza nini? Mambo ambayo yameharamishwa na Uislamu. Kwa hivyo ikhwa, kama ninavyonasihi shekhe kwamba jambo la wajibu kwa Waislamu ni kujiepusha na haya, na hii ni khairi kwa hakika. Mtu akijiepusha na haya akakaa katika tauhidi sawa sawa, ni khairi. Bali Waislamu wayaache haya wanaendekeza mambo ya tanjimu haya, tazamia nyota. Kama tulivyozungumza mwanzo, kuna watu humu hawaoani bwana mpaka wakaangalia nyota humu. Kuna ndoa za watu zimefungwa kwa ajili hiyo, yaangaliwa nyota ndoa yafungwa. Na ndio maana ukakuta ndoa za baadhi ya watu zina masharti ya ajabu. Aambiwa mtu, hii ndoa bwana, hii sawa sawa yake saa 9 usiku ndio ifungwe ndoa hii. Tayari wewe ukiona ndoa za namna hii, wewe jua tayari saa 9 usiku ndoa yafungwa. 9 usiku, yani ndio muda wake. Umeangalia wewe, unaona muda huu ndio sawa. Kinyume na muda huu hakuna, haitokuwa sawa ndoa hii, haitodumu. Kuna watu wanaitikadi hivi. Kwa saa 9 ya usiku asikie jamaa atangaza walima bwana. Wewe ukisikia tu kama waliko ustazi bwana, saa 9:30 hivi nitafunga ndoa, wewe jua wewe tu anasaha, jua jamaa ameenda mbali. Almuhimu kusema mambo haya ni mambo ya haramu.